Somo la leo ni nature, asili ya mwanadamu. Kwamba inaonekana kuna utofauti, kuna asili ya koo fulani ya koo fulani. Je, inakuwaje kwamba sisi wanadamu tunasoma kwamba tumetokana na asili ya Adamu na Hawa? Ni kitu gani hapa katikati kiliingia kikaja kikatengeneza matabaka ya aina tofauti tofauti mpaka kukawa na asili ya koo fulani, asili ya familia fulani mpaka leo? Allahu a'lam. Kwa swali hili ni kitu gani kilichotofautisha, Allahu a'lam. Lakini nataka kusema tu ni kwamba sisi tunatokana na Adam na Hawa, kwa maana ya kwamba katika sisi yani kuna jamii mushtaraka kwetu sote. Kuna jawami' kwa lugha ya kiusuli, jawami' mushtarak, qawasimul mushtaraka. Kuna vitu ambavyo sote tunashirikiana, vile ndio vinavyotupeleka mpaka kwa Adam. Lakini kila ambapo vizazi vinaendelea kwenda, tofauti zinapatikana. Hii iko wazi tu kwamba kila ambapo vizazi vinaendelea kushuka chini, kuna sifa fulani itaelemea upande fulani zaidi, kuna sifa fulani itaelemea, mwisho panazalishwa kitu ambacho ni tofauti. Aklan, kimantiki ni sawa. Sema tuko pamoja. Yani kama mtoto huyu amezaliwa akachukua kwa mama yake 60% kwa mfano, kwa baba 40, na yeye alipozaa watoto wakachukua upande mmoja 1% kubwa zaidi, upande mwingine ndogo zaidi, ina maana kwamba anakwenda kuzidisha tofauti, sio? Patazalika kiumbe ambacho kina tofauti baadaye kila vizazi vinaposhuka. Sitaki kwenda kwenye visa vya Nuhu na yanayosemwa kwenye vitabu vya wenzetu Manasara na kwetu, kwa sababu uhakika wake sina. Umeelewana? Kwa sababu kuna mengi yanayosemwa asili ya mtu mweusi, ya mtu nini, mtoto yule wa Nuhu waliokuwa wamefanya hivi, na kuna lugha nyingi sana za semitism, sijui nini. Kuna masala yanayohusu asili yetu sisi Wabantu, sijui watu ambao wanatokana na mto Nile, sijui watu wanaotokana. Kuna lugha nyingi katika historia zinazozungumzwa. Mimi sitaki kwenda huko. Nachotaka kusema ni kwamba asili yetu ni Adam na Hawa. Tulipozaliwa sisi tukashuka chini, kila tunapoendelea kuzaliwa zile tofauti zinajitokeza kutokana na kuchanganyikana, mpaka hatimaye anatokea mtu ameelemea upande mmoja zaidi tofauti na wengine. Umeelewana mpaka hapo? Sasa waliokuja katika historia wamekuja wakatofautisha sasa kwamba Mbantu asili yake ni wapi. Mbantu ni mtu mwenye lips hizi pana, mwenye pua pana haijachongeka, mwenye paji la uso pana kidogo. Hizi ni sifa za Mbantu, sio? Alafu kuna mwenye pua iliyochongoka, hana paji la uso pana jembamba. Wakawaweka katika kategori mbalimbali. Kiswahili nasema kategoria. Tumeelewana? Kisha wakajadili kwamba Mbantu ametoka wapi kiasili? Sema Mbantu ametoka sijui Nigeria, sijui ametoka wapi, akashuka chini hivi na hivi. Sifa zake ni hizi, anapenda kazi hizi. Alafu Nilot, wale ambao wanatokana na mto Nile na nini, ni watu gani, wana sifa gani? Hayo mimi sitaki kuyazungumza, ni katika takhminati za wanahistoria. Kwa hivyo kwa ujumla nimeashiria, lakini majibu ya ndani hasa siyajui. Ila naelewa kwamba tofauti zinaendelea kuonekana zaidi kila muda unapokwenda. Wallahu a'lam. Ndio, kama kuna swali lingine. Huko Uingereza alizaa watoto mapacha wawili. Naam. Mmoja wa kizungu, mmoja wa Kiafrika. Ikiwa wazazi wawili wote ni wazungu. Naam. Lakini DNA zote zinaonyesha ni watoto wa wazazi wawili. Naam. Wale wakabidi waweze kufanya utafiti. Ule baba akajikuta yeye ana asili ya Afrika kutokea Ghana. Sasa narudi sisi kwetu wa Tanzania. Mimi na mke wangu hivi, mjukuu wangu aje aolewe mahali aende, akapatikana mtoto mzungu. Hapa patakwenda sisi kwetu hamna, tunahakika kabisa hatuna, lakini zimeshabiana DNA kila kitu. Ndio maana ya elimu. Haya ni mambo ya wataalamu wenyewe huwa wanaelezea. Sisi hatuyajui. Kwa mfano, nikupe mfano mwingine. Hiyo mifano iko mingi.
na inathibitisha haya tuliyosema. Kwa maana asili yako, hata wanasema mtu yoyote mwenye coil hair, nywele za kuzunguka zile, ana asili ya Afrika. Coil hair. Sasa ni swala la kutafuta vinasaba huko nyuma mpaka ukagundua. Kwa mfano sisi huku makwetu, watu wangapi wameshaacha wake zao kwa sababu hazai mtoto wa kike au hazai mtoto wa kiume, na aghalabu kama hazai mtoto wa kiume. Alafu sayansi inasema nini? Sababu nani? Ni mwanaume. Sasa utaacha wangapi? Kisayansi wewe ndio sababu. Umeelewana Na ni masuala ambayo vijana wanayajua yote, sio? Kwa hiyo mwanaume ndio anayeweza kuchagua kupitia maji yake kwamba anaizaliwa awe ni wa kiume au wa kike. Kwa hiyo mwanamke hausiki. Na mimi nishawaambia wakati fulani kwamba ajabu ya Rahman ni kwamba Waarabu katika zama za jahiliya kuna waliofahamu hilo, na tatizo lilikuwepo tangu wakati huo. Nataka kuonyesha kwamba ulichosema sisi wa Afrika, swala ni swala la elimu wala sio Uafrika. Na maana hata wazungu walotolea mfano na wenyewe walishuku mpaka walipotafuta ndio wakakubali. Ina maana walikuwa hawakubali, sio? Sasa nimewahi kuwapa kisa cha bwana mmoja akiitwa Abu Hamza katika zama za jahiliya Waarabu. Yule Abu Hamza alikuwa na mke wake. Yule mke hakuzaa kijana wa kiume. Jamaa akanuna. Hakununa, tunakususa pia. Akamhama mke wake, akamwacha kwenye hema, akahamia jirani. Kisa nini? Mke wake hajazaa kwa kipindi kirefu mtoto wa kiume. Sasa sikilizeni maneno ya huyu mama. Jambo linalonishangaza kwamba watu walijua tangu zamani. Yule mama akatunga shairi, akasema hivi: mali abi hamzata la yatina yadhallu fil bayti alladhi yalina ghadbana an la nalida albanina fawallahi ma dhalika biaidina nahnu kazar'i na'khudhu ma utina au nanbutu ma qad zara'uhu fina. Huyu Abu Hamza ana nini haji kwetu? Ameniacha na familia yangu. Mali abi hamzata la yatina yadhallu fil bayti alladhi yalina, anabaki jirani tu kule. Ghadbana an la nalidal banina, amekasirika kwamba hatujazaa watoto wa kiume. Fa wallahi ma dhalika biaidina, na hapa kwa jina la Mwenyezi Mungu hilo alimo mikono mwetu. Nahnu kazar'i na'khudhu ma utina, sisi ni kama shamba, huwa tunapokea tulichopewa. Bwana, umenipa hiki na kitoa hicho. Yaani huwezi kupanda mahindi mimi nikazalisha bangi, hapana. Wewe ndio ulopanda, sio? Sasa haya maneno yanaashiria thakafa na uelewa mwanamke katika zama jahiliya. Na haya matatizo tunayo sisi. Mtu anaweza kuoa huku kule, mwishowe Mungu anampa kwa mke wa pili mtoto wa kiume, anasema unaona huyu anazaa wa kiume. Kumbe kule angeendelea, angepata pia. Ni swala tu la muda, sio? Hayo maji yangeingia kule, angetokea huyo wa kiume. Kwa hiyo muhusika bwana wewe, lakini mfumo dume kazi yake ni kulaumu wanawake tu, au angalia upande wa wanaume. Na mara nyingine pengine wanaume wakitafuta kisingizio cha kuoa mke wa pili lazima atafute sababu, sio? Hata kama si halali. Naam. Ina maana kwamba Adam kabla ya kutenda mambo yote na kushushwa katika ardhi alikwisha ingia janna au hakuwa ameingia janna? La pili, katika genetic constitution ya kilio chake yeye kwamba anamtaka mwenzake kwa miaka 7 baada ya kuwa ameiona janna yeye Nabii Adam, na sisi pia tungefuata kuwa katika janna kama tungekuwa tumefuata taratibu. Asante. Mwenyezi Mungu kabla hajamuumba Adam, hajamuumba pepo, hajamuumba Hawa, kabla hajafanya vyote hivyo alisema hivi: inni ja'ilun fil ardi khalifa. Kwa hivyo dhamira ya Mungu na nia yake ya kumweka duniani mwanadamu ilikuwepo kabla hajamuumba. Tumeelewana? Yale yote yaliyotokea ni mambo ambayo Mungu anayajua yatatokea, yatakuwa ndio sababu ya mwanadamu kuishi duniani.
Lakini inni ja'ilun fil ardi khalifa ni maneno ya Mungu kabla hajamuumba Adam. Na ndio malaika wakasema taj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima. Kwa hivyo hivi vingine vyote zilikuwa ni sababu tu za mwanadamu aende wapi? Duniani. Lakini alishatayarishiwa dunia kabla hajaumbwa. Kwa hivyo suala la kwamba je, Adam asinge muasi Mungu tungebaki nasi tungezaliwa peponi, Mungu sio dhamira yake. Mungu alikusudia kumuumba Ibilisi, kumuumba Adam na kutengeneza mazingira ambayo maisha yetu yatakuwa hapa duniani. Ibilisi afanye kazi yake, Adam na kizazi chake kipambane na Ibilisi, kisha awalipe wale watakakuwa wamefaulu katika mapambano. Hiyo ni dhamira ya Mungu tangu awali. Wallahu a'lam. Yani kabla ya baadaye, Ulamai wanajadili kwamba je, ni pepo ya duniani au ya akhera. Ulamai wengi wanasema ni pepo ya akhera, pepo janna. Pamoja na ikhtilafu zote wanasema ni peponi. Na hii ikiwa maana yake ikiwa ni hivyo, ina maana kwamba pepo imeumbwa mapema, inasubiri muda wake. Hivi tunavyozungumza moto upo na pepo ipo. Swali kwa ufupi, mama kuachika inaweza kuchangia mke kuachika? Kwa haraka mimi najibu ndio. Kuna kitu ambacho tutakiashiria huko mbeleni kinachoitwa family background, khalfiyat usaria, yani yale maisha ya wazazi wako yana sehemu kubwa ya kuathiri muundo na mtindo wa maisha utakayoishi. Narudia, lile somo unalolisoma kwa kuobserve, kwa kuona juu ya maisha ya baba na mama lina mchango mkubwa sana katika kuathiri namna yule kijana au mwanamke atakavyoishi na mkewe au mumewe. Na wapeni mfano. Kwa mfano, binti aliyozaliwa katika nyumba ambayo mama yake ni mke wa pili, baba yake akaoa mke wa tatu na akaoa mke wa nne na wote wakaishi vizuri, ni mwanamke rahisi kukubali ukewenza kuliko mwanamke ambaye amezaliwa katika nyumba ambayo mama yake ni yeye peke yake na mama ana wivu sana na haikutokea kamwe baba yake kusogelea mke mwingine. Tumeelewana mpaka hapo? Kwa sababu ya ile subconscious mind tulioelezea juzi. Mwanamke ambaye binti aliyozaliwa katika nyumba ameshuhudia talaka zikifanyika, watoto mama akiachika, wakaishi maisha bila baba kwa sababu ya talaka, yeye anaweza kuipokea talaka zaidi kuliko yule ambaye tangu azaliwe mpaka baba yake na mama yake wanazeeka hakuna talaka. Tumeelewana mpaka hapo? Ndio maana nikasema kwamba inawezekana hivyo. Kwa hivyo narudi sasa kule kwenye akili isiyo fahamu, alilipokea kwamba ni jambo lipo, huyu hajawahi kuliona, halijui, analisikia tu, na tutakuja kuona na kusikia kupi kuna athiri katika subconscious mind ya mtu. Umeelewa? Sasa haya yalobaki ni kiporo mpaka wakati wake utakapofikia. Asante. Ndio. Kabla ya shekhe, ngoja tumsikilize mzee Hasana. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaykum salam. Mimi na maswali kama matatu hivi sasa, sijui kama muda utaturuhusu. Anza na la kwanza inshallah. La kwanza, tunaelewa kabisa kwamba haki ni moja tu milele, na huwa haki haigawanyiki. Kwenye haki inasimama haki, huwezi kusema kwamba hapa na haki, hapa na haki. Sasa nakuja ni kwamba tayari nataka nije kwenye swali la kwanza, yani katika darasa la kwanza la kuhusu masuala ya fitna. Tukizingatia kwamba Uislamu, katika dini ya Uislamu tuna madhehebu tofauti. Na kila dhehebu linaamini kwamba hapa ndio njia sahihi. Lakini sisi kwa madhehebu ya kwetu tunaamini kwamba tunachokifanya hicho ni sawa. Je, sasa swali langu linakuja. Naam. Kwa hao wengine tunachoona wanakifanya, labda namna ibada wanavyofanya, namna wanavyo, labda wakati wa adhana ile muda haujafika,
Sasa nilikuwa napata shaka kidogo hapa, je, na wao pia wako sawa au sisi ndo tuko sawa? Kwa sababu kitu nachoamini kwamba haki ni moja tu. Naam, asante. Nadhani swali tumelisikia, haki ni moja tu, haziwezi kugawanyika ikawa hii ni haki na hii ni haki na zote zinagongana zikawa zote ni haki. Haiwezekani. Na mimi nakuongezea katika swali lako kwamba Mungu anasema yukhrijukum au yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nuri, sio ila al-anwari, ila an-nuri. Anawatoa katika viza, wingi wa kiza, ila an-nuri, kuelekea katika mwangaza mmoja badala. Batili zinaweza zikawa nyingi, lakini haki ni ile. Kwa hiyo nakubaliana na wewe, nimekuongezea hiyo aya. Sasa kama Waislamu wanasema wana haki na Waislamu wenyewe wamegawanyika, hizi haki zitakuwa zimegawanyika? Kwanza tukubaliane yale mambo ya msingi ambayo ni haki, ndio katika lugha ya kiusuli zinaitwa qawasimul mushtaraka, jawami'ul mushtaraka, mkusanyiko wa mambo tunayoshirikiana ni mengi sana, na ndio haki ya msingi. Tuko pamoja? Mkusanyiko wa mambo tunayokubaliana ni mengi sana, na ndio mambo ya msingi. Yani mambo ya msingi ya Mungu yupo, Mungu ni mmoja, Mungu ni mwadilifu, tunaswali sala 5, subhi na rakaa 2, unasoma Qur'ani kwenye sala, unamsabihi Mwenyezi Mungu kwenye sala, kuna kurukuu, kusujudi na kunuti na nini, sio? Kwa hivyo yale mambo ya mkusanyiko mengi tunayoshirikiana, Qur'ani, mtume wa mwisho Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, unaona haya mambo, kuna kiyama, haya mambo tunayokubaliana ndiyo msingi na ndiyo haki yenyewe, mpaka tuko sawa sawa, haigawanyiki. Na ndiko kilichotufanya tukaitwa sisi Waislamu tofauti na wasiokuwa Waislamu. Kisha kuna yale mambo ndani ya hayo tunatofautiana. Sasa kanuni ya ulama inasema hivi, la yunkaru al-mukhtalafu fihi wa innama yunkaru al-mujma'u alayhi. Kitu ambacho kina ikhtilafu, kina maoni tofauti, hakifanywi ni munkari, hakifanywi kuwa ni kiovu. Na hili ni tatizo la baadhi ya Waislamu fulani, siwataji majina, wanataka kufanya lile ambalo ni mukhtalafun fihi kwamba ni munkar. La yunkaru almukhtalafu fihi, jambo lenye ikhtilafu halitizami kwamba ni munkari, ni ovu, huitwa ni jambo lenye ikhtilafu hilo. Wa innama yunkaru almujma'u alayhi, linaloitwa munkari ni lile lenye ijma'i. Ijma'i ni makubaliano ya wote, ya ulamai wote. Pombe haramu bwana, haramu, anaifanya ni hilo ni munkari. Maulidi nafaa haifai, hilo ni mukhtalafun fihi, sio munkari, kwa sababu lina kauli za huyu na yule, linahitajia ijtihadi, na Mtume akasema mwenye kufanya jitihada ya kuijua haki anaweza kuijua au anaweza kukosea. Akiipata ile haki, kwa sababu kuna maeneo ya ijtihadi hayako wazi, kanuni zipo, zitumie upate haki. Ukiipata kwa jitihada zako utalipwa ujira mara 2. Kwanza jitihada, pili umeipata haki. Ukifanya jitihada za kuijua haki usiijue, utapata thawabu moja, thawabu za kufanya jitihada. Tuko pamoja? Kwa hiyo mambo yenye ikhtilafu ni mambo ya ijtihadi, haya hayatizami kwamba ni munkar. Sijui kama mpaka umenielewa, natarajia labda utakuwa umenielewa. Maana yake ni kwamba sisi Waislamu sote tumekubaliana katika mambo ya msingi, mkusanyiko wa mambo mengi, nayo ndiyo haki yenyewe. Tumetofautiana katika mambo ambayo Mtume kafungua mlango kwamba tuyaendee kwa kufanya jitihada. Ukisibu, ukipatia utalipwa mara 2, ukikosea kwa sababu nia yako si kukosea, na Mungu ndo anayejua alokosea nani, lakini wewe umefanya jitihada. Swala hapa lazima ufanye hivi kwa uthibitisho huu,
lazima usujudu katika kitu fulani, juu ya kitu fulani. Let's say imetokea kwamba sivyo, jitihada zako zina malipo wala hutohesabiwa, kwa sababu ilikuwa jitihada za kuiendea haki. Tuko pamoja? Kwa hivyo katika haya madogo madogo yenye ikhtilafu, kuna mwenye haki na kuna mwenye batil, na Mungu atatuhukumu siku ya kiyama fima kanu fihi yakhtalifun, katika mambo ambayo walikuwa wakitofautiana. Mungu ndo atatoa red card, atatoa green card kwa huyu Mungu siku ya kiyama, lakini wengine wote watalipwa kwa jitihada zao. Mpaka hapo tunaelewana? Na ukishajua haya, hakuna haja ya kukufurisha Waislamu wenzako, utakuwa lembukeni usiyejua dini. Kwa jambo lina ikhtilafu unakufurisha watu, haiwezekani. Na ndio tuliwahi kusema katika kitabu fulani kilichoandikwa kuwajibu watu wale, tukapewa fursa ya kuandika mukaddima au mukaddama, tukasema hivi, hawa watu lau wakiachiwa wao peke yao pia wataparurana. Yaani tabia yao kutenga wengine, na wakiachiwa wao wenyewe pia hawaachani. Haya, kawasikilize leo hii, wako salama? Wao wenyewe kila siku sasa hivi washaanza kutengana na kutukanana. Hautobaki salama ukiwa na tabia namna hiyo, kwamba kitu ambacho ni mukhtalafun fihi wewe unakifanya ni munkar. Haiwezekani. Binadamu wataendelea kutofautiana tu bwana. Suratul Baqara ni sura ya Madina. Kwa nini iwe kimpangilio ni ya pili, wakati ambapo Madina sura zake zilishuka baada ya sura za Makka? Ndio. Hili nalo linahitaji maelezo kidogo. Baadhi ya vijana wanasoma chuoni wanajua haya mambo. Katika masala ya Quranic science, ulumul Quran, elimu za Qurani, miongoni mwa wanafunzi ni hii. Qurani ilivyopangiliwa hivi haikupangiliwa kwa namna ilivyoshuka. Yaani mpangilio huu wa Qurani sio kwa namna ilivyoshuka. Haya basi, nani aliyopanga? Inakuwaje basi? Kwa hiyo binadamu aliamua kupanga? Hapana. Mtume ndiye alikuwa akielekeza aya fulani iwekwe mahala fulani, aya fulani iwekwe mahala fulani. Umeelewana? Na mimi nakuongezea zaidi hapo, Suratul Baqara yenyewe haijashuka yote wakati mmoja. Aya ya 281 maana yenyewe na aya 286 ndio sura ndefu kuliko yote zote. Kuna aya pale inasemwa, baadhi ya ulama wanasema ni ya mwisho kushuka, wengine wanasema ni ya pili kutoka mwisho kushuka. Inasema hivi, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma 'amilat wa hum la yudhlamun. Si ndio namna hiyo? Hili swali lazima tulizungumze kwa uzuri. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudhlamun. Iogopeni siku ambayo mwanadamu atakapokufa, kisha kila nafsi italipwa kwa namna ilivyochuma, kisha mtarejeshwa kwa Mwenyezi Mungu. Inasemekana ni aya ya mwisho kushuka au ya pili kutoka mwisho, baada ya aya al-yawma akmaltu lakum dinakum. Lakini iko katika surati al-Baqara, ni aya 281 kama sijakosea, sio? Kwa hivyo aliyepangilia nani? Aliyepangilia ni Mtume, maelekezo yake. Kwa hivyo Qur'ani ilikuwa ikishuka hatua kwa hatua kwa Bwana Mtume, na Mtume alikuwa akisema aya hii mahala pake ni pale. Kwa mfano suratu Iqra al-Alaq haijashuka yote pamoja, aya 5 za kwanza zimeshuka peke yake, nyingine zilishuka baadaye. Sura zilizoshuka kamili ni chache, hasa zile sura fupi fupi. Nyingi zimeshuka tena, mara nyingine inashuka sura baadhi ya aya, kisha inasimama, inakwenda inashuka sura nyingine mpaka inakamilika, ndio zinakuja kukamilika aya za sura hii. Alikuwa akipanga ni Bwana Mtume. Baada ya kufa Mtume pakafanyika jitihada za ziada kuhakikisha kwamba Qur'ani haipotei, pakatengenezwa kamati mbalimbali. Lengo lilikuwa kwamba Qur'ani iwe yote imehifadhiwa mahala pamoja kwa mpangilio utaka Mtume.
na ndio maana suratul Fatiha inaitwa Fatihatul Kitabi. Tumeelewana mpaka? Kwa hivyo, na kwa nini imepangwa hivi? Kwa sababu hii Qur'ani iko kamili hivi katika Lauhil Mahfudh. Mtume kazi yake ilikuwa ni kuipanga tu kutokana na maudhui zake na mtiririko. Kwa hiyo alikuwa akitoa maelezo kwamba hii iwe hivi, iwe hivi, iwe hivi. Na Waislamu wakaihifadhi kwa ahadi ya Mwenyezi Mungu kwamba haitopotea, haina ziada wala upungufu. Inazungumzia nini kuhusu masuala ya tafiti mbalimbali ambazo zinafanyika? Kwa mfano kama hao wanaotabiri hali ya hewa, kwa mfano labda wanavyosema hivi, kwa sababu wakati mwingine tunaamini kama labda ni kama kwenda kumdadisi sana Mwenyezi Mungu, kutaka kujua vitu ambavyo viko ni vya ndani sana. Sasa nilikuwa nataka kujua tu Qur'ani imezungumzia nini kuhusu masuala ya tafiti mbalimbali yanayofanyika hizi. Na swali tumelisikia kwamba Qur'ani inasemaje kuhusu tafiti, watu kwenda kuchokonoa kujua mambo. Na anasema mfano anaotoa ni kwa mfano wa tabiri wa hali ya hewa. Majibu. Kwanza pengine neno utabiri limekukera kidogo, kwa sababu sisi Waswahili tukisema mtabiri tunajua mtabiri nani. Hilo moja. Lakini pili, umesema utafiti. Kiingereza wanasema research, Kiarabu wanasema al-bahth. Unajua hii ni misamiati migeni, ukitafuta ndani ya Qur'an utaiona, sio? Kama fanyeni bahthi, fanyeni research utakuta. Lakini ile research inafanywaje? Kwa mtu kukifuatilia kitu akazingatia kukijua, sio? Kwa hiyo kuna misamiati na istilahi nyingi ndani ya Qur'ani zinaashiria kuhusu research. Mingi sana, na tumewahi kusema hapa, mingi. Bali mwanadamu Muislamu anatakiwa afanye utafiti sana. Ndio mara nyingi tunasema Mungu akisema fala yanzuruna ila al-ibli kaifa khuliqat, Mungu anakutaka nini? Ukamchunguze ngamia ameumbwaje. Tena umeambiwa kaifa khuliqat, kinachotakiwa ukatizame al-kaifiyya, namna. Sio mtizame tu alivyokuwa, la mtizame namna, jinsi alivyoumbwa. Unaweza ukalifanya hilo bila utafiti? Ila samai kaifa rufi'at, itizame uisome mbingu imenyanyuliwaje. Hiyo ni research, sio? Maana ukisema research unasoma Qur'an, mbona hajasema research? Kama haiwezi kusema hili neno ni geni. Qur'an imetangulia, ina content yenye maana ya research. Imetumia lugha kuzingatia. An-nadhar ni kutizama kwa kuzingatia. At-tadabbur ni kuzingatia. Qur'ani yenyewe tunatakiwa tuifanyie research. Ndio maana leo katika university mbalimbali duniani za Kiislamu watu wanafanya research kwenye Qur'an, wanapata shahada zao kwenye university. Maana Mungu anasema fala yatadabbaruna al-Qur'an ama ala qulubin aqfaluha, hawazingatii Qur'ani kuielewa. Wa fi anfusikum afala tubsirun, hamjitizami nyie, hamuoni? Na tubsirun maana yake ni zaidi ya tarauna. Mungu anasema, hajawaambia afala tarauna, hapana, anasema tubsirun. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Kwa hivyo biology sasa hiyo, kajitizame vizuri ujijue ili umuone Mungu kwenye mwili wako. Huo ni utafiti. Sasa hawa watu wa hali ya hewa kwani wanafanya nini? Si wanatumia vyombo tu kuangalia wingu namna linavyosafiri mathalan, wanaweza kusema patatokea na tsunami, kwa sababu tayari wamesoma, wametumia vyombo wakaona. Siku hizi watu wanazungumza kwamba siku fulani kuandama mwezi ni vigumu kwa sababu mwezi haujazaliwa bado. Na ni swala la kisayansi jamaa. Kwa hivyo utafiti sio kwamba inafaa tu, bali ni wajibu mtu kufanya utafiti. Mwenyezi Mungu ametutaka kwa aya nyingi. Lau tungeanza kusoma aya hapa tunahitajia darasa zaidi ya moja, namna Mungu anahimiza watu kufanya utafiti katika mambo mbalimbali. Hata pakiwa na kesi au taarifa tu imetolewa, Mungu anasemaje? In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, kakujieni muovu na taarifa, unatakiwa upokee tu.
Sasa Mungu anasema fatabayanu, kwa lugha sasa hivi fanye utafiti, ndio lugha ya kisasa. Fanye utafiti, ikachunguze ukweli wa taarifa kabla hujaibeba. Sasa ukitafuta neno research hutolipata, lakini hiyo ni research bwana. Ama kuchukua kwa wanasema single story, upande mmoja tu ukapeleka, ni kosa. Kafanya utafiti ujue idha jaahu amru min al-amni aw al-khawfi adha'u bihi falau radduhu ila Allah wa ila ar-rasuli, wakijiliwa na amri na jambo la hofu au la amani wanalieneza, lau wangelirejesha kwa mtume au kwa ulil amri, au kama qala Allah. Maana yake nini? Pakija jambo lirejesheni kwa mwenye taarifa waeleze. Au bwana wewe usingeniuliza bwana, mambo haya najua unayafanyaje tu bila kuuliza. Bwana nimekosea wallahi, ningeuliza. Haya mambo yanatokea sana, sio? Umeingia mahala kufanya biashara, vijana wanasema umeingia kichwa alafu ukishaumia jamaa zako wanakuambia ungetuuliza bwana, tungekuambia jamaa yule hafai, mtapeli. Hasi mambo ya kawaida kwenye jamii jamaa. Fasalu ahla dhikri in kuntum, ahlu dhikri bwana sio ahlul Qur'ani tu. Nimemaliza swali lako, lakini nimetamka neno nikakumbuka kisa nikitoe tu. Katika visa vya kufurahisha tu, bwana anamfuata shekhe, anamwambia shekhe, nyie mnasema kila kitu kiko katika Qur'an, sasa niambie katika Qur'ani wapi kuna maelezo ya namna mkate unavyotengenezwa. Mkate unatengenezwaje ndani ya Qur'an? Akamwambia mbona rahisi tu. Akamshika mkono anamwambia twende. Wakaenda mpaka kwenye, mnahitaji sehemu inayotengeneza mikate, wanaoka mikate, beka. Kiswahili chake nini sisi? Mahali wanapooka mikate, wanatengeneza mikate. Akamuuliza yule jamaa, wewe bwana unatengenezaje mkate? Akamwambia tunachukua unga, tunaukanda, tunachanganya na kadha, tunaweka hiki na nini, unaumuka, kisha baadaye tunaingiza kwa mashine, tunafanya hivi. Akamwambia umemsikia? Akamwambia ndio. Lakini mimi nataka Qur'ani bwana. Akamwambia Qur'ani inasema fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun, waulizeni wenye kujua kama nyie hamjui. Huyu ndo anayejua. Muhammad salawat. Na mimi nimekuleta kwa anayejua, na Qur'ani ndio imeniongoza hivyo. Sio kama tumeelewana? Wallahu a'lam.